amebondwa sehemu ya kichwa na ubongo umetoka hapo. Kwa hiyo watu wanasimama kwa sababu bodaboda uelewa ni mdogo. Asilimia kubwa sana tunakuwa tujali usalama wetu, na pia naitwa Assistant Commissioner Omar Simba, msamiadhimu jeshi la zimamoto na uokoaji. Tulipata ile tukio mapema tu na tukafika hapa tukakuta mwili wa marehemu huko hapa na tukafanya jitihada za kuchukua na kupeleka hospitali, lakini vile vile tukapata majeruhi mmoja ambaye naye pia tumemchukua tumempeleka hospitali. Wale majeruhi tulivyoiona ameumia tu maeneo tu ya mkono, lakini huyu aliyegongwa ambaye ndiye alikuwa ni abiria kwenye hii bodaboda amefariki kwa sababu amebondwa sehemu ya kichwa na ubongo umetoka hapo. Kwa hiyo tuseme tu amefariki na tumempeleka hospitali kwa ajili ya uangalizi zaidi. Marehemu alikuwa ni mwanafunzi wa chuo na huyu bodaboda alikuwa anapaki maeneo SDA jirani tu na hapa. Kwa hiyo wakati wanavuka kwenda kupita kwenye barabara ndio treni ikamgonga na kumsababishia mauti. Kwa hiyo kwenye ajali hii imesababisha kifo kimoja na majeruhi mmoja. Uchunguzi bado unaendelea, lakini hapa eneo hili ni kama unavyoona kuna njia ya treni. Asubuhi pilika za mabodaboda, watu wa magari wanakuwa wengi. Pengine inawezekana ufuataji wa sheria za uvukaji wa eneo hili pengine umekuwa dhaifu, ndio umesababisha hii ajali. Tunahitaji tu uangalizi kwa sababu eneo hili halina geti kusema kwamba treni ikija itasimama. Kwa hiyo watu wanaovuka maeneo haya hasa nyakati za asubuhi wanatakiwa wawe makini sana. Kwamba lazima uangalie eneo kushoto, uangalie kulia, uangalie kushoto, uangalie kulia, afu ndio uvuke. Shida kubwa ipo kwenye utekelezaji wa sheria. Kwa kweli bodaboda tulio wengi tumekuwa ni wengi wa kuvunja sheria. Hiyo ndio inatuasiri tulio wengi. Umeona? Sasa unapokuwa ukipigiwa simu na mteja unawahi, umeona. Sasa sijajua ni kipi ambacho kilimkuta mwenzetu. Kwa kweli inauma sana. Naitwa Abdalla Ismail. Ombi letu kuu kwa serikali, kivuko hichi ni cha muda mrefu na saizi Tabora wamekuwa watu wengi sana. Ajali zimekuwa haziishi, mara kwa mara zinakuwa zinatokea. Kwa hiyo tunaomba serikali irudishe zile kingo kwamba treni au hizi shantini zikiwa zinafanya ruti zake watu wanasimama kwa sababu bodaboda uelewa ni mdogo. Kwa hiyo tunaomba hili jambo lifanywe kazi kwa haraka. Kwa mimi naitwa Bwana Shabani, maarufu kabisa naitwa Mwana Magese kutoka Tabora hapo. Kwa kweli kwa hapa Tabora kidogo masuala ya bodaboda tuna changamoto kidogo. Asilimia kubwa sana tunakuwa tujali usalama wetu, na pia tunakuwa tujali sehemu ambazo za hatari zimewekwa kwamba hapa takiwa usimame uangalie usalama. Watu wanapita mnyefu tu wanaangalia nini kuhusu usalama wao. Leo mimi nimepita hapa nimekuta ajali. Kuna bodaboda alikuwa kambeba mwanafunzi wanaenda shuleni. Huyo mwanafunzi ni wa msomo utalii. Kwa hiyo tumekafika hapa nasikia alikuwa yuko mnyefu akakutana na hiyo abiria ambayo anaenda Mpanda, ndio ikawa imempushi yule mwanafunzi kafa, yule bodaboda akasalimika. Kwa hiyo hatujajua kwamba ilikuwa shida ni nini na changamoto yake ilikuwa ni nini. Tazari ilikuwa tayari kwa sababu paka tayari ile bendera ya kusimamisha ilikuwa imeshasimamishwa ile bendera kwamba wasimame, lakini yeye hakujali kusimamisha.